Naam, ni mahafali ya 21 Madrasati Al-Badawi hapa kata ya Masange, wilaya ya Kondoa, jijini Dodoma. Mahafali haya huwakusanyisha wafanya biashara wengi kutoka maeneo tofauti tofauti kuja kujitafutia kile ambacho kwao ni riziki iliyokuwa ya halali kabisa. Unaona hapa kuna wafanya biashara wa kanzu, wafanya biashara wa nguo za kina mama, mahijabu haya, lakini bila kusahau majuba ambayo yako hapa, lakini kama vile ambavyo unaona kuna wafanya biashara wa mafuta mazuri haya, kwa sababu Uislamu unataka muda wote mtu uwe safi, na usafi pia unaendana na mafuta haya yaliyo mazuri. Ndugu yangu yuko hapa akiwa anajitafutia riziki yake. Alhabibi, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh ananipa mgongo kama vile hamuoni Muislamu mwenzie. Basi ndio mitihani yenyewe inavyokuwa hii. Unamsalimia pia anashindwa hata kukuitikilia. Alafu ni Muislamu huyo. Yaani ndivyo inavyokuwa. Wafanya biashara wanakuwa ni wengi kutoka maeneo tofauti tofauti kuja katika kuitafutia riziki. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaykum. Sheikh, fursa hii. Naam, vipi hali? Alhamdulillah. Haya ni mahafali ya 21 na kwa kifupi ni miaka 21 mfululizo. Kwanza tufahamu jina lako Sheikh. Mimi naitwa Abdallah Mohamed Digdo. Kutokea wapi? Mimi hapa Masange. Unamfahamu vipi Sheikh Sungu? Namfahamu. Unamfahamu vipi? Namfahamu yeye alivyokuja kwa taratibu alizokuwa hapa. Ndio. Alianzia hapo kwenye mti akaja akaanza kufundisha. Ndiyo. Na akawaomba wazee ili kufungua darasa na akawa amepata fursa kwa akawa na wanafunzi mpaka hivi takriban ni wengi kwa kweli. Na nadhani hapo mwanzo wakati majambo yanaanza wewe hukuwa mfanya biashara. Sikuwa mfanya biashara. Kipi kimekuvutia mpaka umekuwa mfanya biashara sasa katika mahafali ya Madrasati Al-Badawi? Baada ya kuona hii ni fursa, basi nikaamua mimi nifungue biashara. Nikaona bwana watu wengi wageni wanakuja na mimi nikawa nimependa hivyo, nikawa nimefungua hiyo biashara. Kwenye biashara huu ni mwaka wa ngapi? Hii biashara huu ni mwaka wa 5 kwa kuanzisha biashara hapa kwenye mahafali. Watu wanakuwa maeneo tofauti tofauti, wanapokeaje biashara zako hizi Sheikh? Kidogo napokea kufuatana na hali, naangalia kutegemeana na jinsi nilivyoona na jinsi nilivyoangalia, nikaona watu wengi wanakuja na taratibu hizi, nikaona kama kuna changamoto zipo. Changamoto zipo kama kawaida. Nikushukuru. Asante sana. Ni maoni haya ya wadau wakiwa wametoka maeneo tofauti tofauti, lakini naona ndugu zangu hawa wao zaidi wakiwa wamebobea kwenye mavazi ya kina mama, mavazi ya kike. Sheikh, salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Jina lako tufahamu Sheikh? Jina langu ninaitwa Hamisi Hamza. Kutokea Hamisi? Mimi ninatokea Tuliani, Morogoro. Hii ni mahafali ya 21 dimana mwaka wa 21 mfululizo. Kwako toka umeanza kuja hapa ni mwaka wangapi huu? Huu ni mwaka wa kwanza. Huu ni mwaka wa kwanza? Ni mwaka wa kwanza, siwe mrongo. Vipi umethubutu umeamua kujaribu katika mwaka huu wa kwanza? Labda ingekuwa miaka 2 mitatu umepata faida mwaka wa kwanza, wa pili, huu mwaka wa tatu ngoja nikaendeleza. Lakini mwaka wa kwanza alafu banda limejaa hili. Ni hali ya furaha kifupi kwangu. Ni hali ya furaha kwa sababu pia mambo yanaanza, lakini alhamdulillah maana bado na imani watajaa zaidi na zaidi. Nani Sheikh kakushawishi mpaka umeamua nawe kuja kuungana na wana Masange? Mimi si mmoja wapo, ila yupo ambaye ni mwalimu wangu ambaye yeye kidogo ana miaka karibuni hata 7-6. Sawa. Yeye ndio mzoefu, kwa hiyo mimi kwa sababu ni mjomba wake alinichukua ili nipate kufanya kusaidiana naye katika masahara haya, kwa sababu si mara moja wala mara mbili, ila katika huku ndio hakubahatika kwa miaka ya nyuma kunichukua. Na toka kumekucha mpaka muda huu, labda wana Masange wanapokeaje banda lako? Wanalipokea kwa furaha, kwa bashasha, mashallah, alhamdulillah. Biashara inafanyika?
Mashaallah. Nikushukuru. Si haba inshallah. Bwana, huyu ni mwaka wake wa kwanza yeye kuja hapa, lakini kama hivi ambavyo umemsikia mwenyewe vile ambavyo yeye anazungumza kutokana na hali jinsi ilivyo, lakini unaona kina mama hawa nao wametoka maeneo tofauti, wamekuja hapa kupata zile nguo za stara, nguo nzuri ambazo wao zina wahifadhi. Mama, asalamu alaykum. Asalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tufahamu jina lako mama? Jina langu naitwa Mwana Harusi Pugapuga. Na umetokea wapi? Nimetokea Kibaigwa. Umetokea Kibaigwa, Morogoro, hiyo umekuja hapa. Huu ni mwaka wa 21, demana mahafali ya 21. Wewe kwako ni mwaka wangapi kuja hapa? Kuja mwaka wa pili hapa. Umeona tofauti gani mwaka jana na mwaka huu? Tumeona tofauti kwa sababu ukija hapo unapata mafanikio, ukija ukimwomba Allah anakulipa, na kuomba dua zote Allah anakulipa pia. Kuna ile dua ya alfajiri ile kabla ya kuondoka mwaka jana, umeona mwaka huu umejiandaje kwenye dua ile? Nimejiandaa pia kumwomba Mungu zaidi ya vile nilivyoomba mwaka jana, ili niwezekane kufaidika zaidi ya mwaka jana. Ambaye hajaja labda anatamani kuja, unamwambiaje mwenyewe? Namshauri na yeye asogee, afike maeneo haya ili naye apate thawabu, apate mambo mema kutoka kwa Allah. Nikushukuru. Amina. Ni mama yangu huyu, dada yangu kutokea Kibaigwa kule Morogoro, amekuja hapa naye katika kuungana na wana Masanga katika mahafali haya ya 21 Madrasati Ali Badawi. Nitaendelea kukujuza hatua kwa hatua. Fursa hii ni mahafali ya 21 Madrasati Ali Badawi. Umeona wafanyabiashara hawa wanauza mafuta mazuri, wanauza nguo za kiume hususan kanzu na mambo kadha wa kadha. Lakini pia tumeona wale wafanyabiashara ambao wanauza mavazi ya kike, mavazi ya stara. Tuko hapa katika eneo hili ambapo tumekuta hapa vitabu hivi vya hadithi na mambo kadha wa kadha vinauzwa hapa. Hususan labda niseme kwa lugha nyepesi, vitabu vya dini vinapatikana katika eneo hili. Haya ni mahafali ya 21 Madrasati Ali Badawi chini ya mtoto wa almarhum Sheikh Ramadhan Musa Sungu, nikimzungumzia Muadha Ramadhan Musa Sungu ambaye ndio sasa anasimamia takriban mwaka wake wa 5 huu. Tuko hapa kuongea na wafanyabiashara. Habib, salamu alaykum. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tufahamu jina lako Sheikh na ulipotokea? Naitwa Anas Juma, natokea Dar es Salaam. Umetoka Dar es Salaam, umekuja huku kuungana na wana Masangi, na huu ni mwaka wa 21 mahafali haya. Wewe kwako ni mwaka wangapi kuja hapa Sheikh? Mwaka wa 6. Huu ni mwaka wa 6 mfululizo? Ndio. Utofauti umeuonaje katika miaka hii 5 iliyopita na mwaka huu wa 6 kwako? Mwaka huu kutakuwa na watu wengi sana kwa sababu maandalizi ni makubwa, na kila siku watu wanavyozidi kuja hapa wanaona siri ya Ali Badawi. Yaumu Ali Badawi wanaona siri yake na mafanikio ambayo yanapatikana. Kwa hiyo kila muda na kila mwaka idadi ya watu inaongezeka. Na unadhani kipi kimekupa ushawishi wa kusema kwamba mwaka huu inawezekana watu wakawa wengi? Umegundua nini ikiwa bado mapema sana asubuhi? Ni watu walivyoanza kuingia kwa tangu jana. Yaani jana tu tayari watu wameshakuwa ni wengi, na leo gari zinazidi kuingia nyingi sana. Nadhani kesho patakuwa patosha hapa Masangi. Naam. Neno lako kwa wanotegemea kuja lakini hawajafika, unawaambiaje? Wawai, wasiwakosa nafasi. Maana patakuwa na umma mkubwa sana. Naam. Hii ni mahafali ya 21 Madrasati Ali Badawi. Tuko hapa, watu wametoka sehemu tofauti tofauti. Kuna wengine wametokea Mwanza kama ambavyo unamwona Habibi hapa, niko naye katika kujua yeye ni nani kule Mwanza na amekuja hapa. Huu ni mwaka wake wangapi? Asalamu alaykum Sheikh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kutokea Mwanza? Hakika natoka Mwanza. Mimi nakujua, sasa wengine wasiokujua, jitambulishe na nafasi yako BAKWATA. Asante sana. Kwa majina naitwa Sheikh Abdul Warith bin Juma, Sheikh wa wilaya ya Ilemela mkoa wa Mwanza, tukiongozwa na Alhaji Sheikh Hassani mwana wa Kabeke, Sheikh wa mkoa wa Mwanza. Haya ni mahafali ya 21 Madrasati Ali Badawi. Sheikh, labda wewe kwako huu ni mwaka wangapi kuja hapa mfululizo? Kwa hakika kwa sababu mimi kwanza hapa nyumbani. Nyumbani bimaana mimi mjukuu wa Sheikh Ramadhani kielimu. Kwa hivyo mimi hapa nyumbani ni mahafali takriban ya 10 na ambayo nimehudhuria mfululizo. Nilizokosa ni zile ambazo Allah hakunijalia kufika, lakini kwa hakika huwa tunapokosa tunajihisi tumekosa mambo mengi sana katika maisha yetu. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake yako mengi ya kujifunza, lakini mbali ya kujifunza zile baraka tu tunazipata kutoka kwa shekhe mwenyewe, kutoka kwa mahabaibu mbalimbali, kutoka Lamu, Mombasa, Mambrui na maeneo mbalimbali. Na hususan ukizingatia kwamba mahafali hii shekhe alitengeneza kumtengenezea shekhe wake. Na shekhe wake alikuwa ni moja miongoni mwa auliaullah, watu wakubwa duniani. Kwa hivyo wako baadhi ya watu wanaojua khawais za hizi ziara, kwao ni pozo, kwao ni baraka katika shughuli zao,
kwao ni kila kitu katika harakati zao za kimaisha, na hakika wanapokuja kweli, wanaporudi wengine hata kabla ya kuondoka wanajikuta majambo yao yameshafunguka, bado wako hapa katika makawanda ya Ali Badawi. Kwa hakika tuzidi kumwombea dua shekhe wetu kwa kuliasisi hili. Tumefaidika wengi na wengi katika wanadamu, licha Waislamu tu, hata usoko Waislamu wako wanakuja kwa wingi kwa ajili ya kuja kunufaika na baraka za bwana wakubwa. Shekhe, mbali na majambo yote, tukio la ile dua ya pamoja alfajiri, kunuia na kumwambia Mwenyezi Mungu kile ambacho unakihitaji, huku watu wengine wanakuta wanatoa machozi, unaondoka na athari gani labda kuwapelekea wana Mwanza kwa tukio hili ambalo huwa linafanyika alfajiri? Kwanza niseme katika nyakati ambazo zina siri kubwa, na imani wengi katika wasomi wanaelewa nyakati nzuri za kuomba dua ni theluthi ya mwisho ya usiku, na theluthi ya mwisho usiku inaanza saa 9 mpaka alfajiri hapa. Sasa unakuta watu wanatawassul, wanatawakali kwa Allah kwa dua kama zile, hao wakilia, hao wakifanya nini. Hakuna nyakati ambazo ni bora za kumlilia Allah kushinda nyakati kama hizo. Na ulama wetu walituwekea taratibu kama hizo kwa kujua kwamba wakati sahari ndo wakatul ijaba, ndo wakati ambao dua ujibiwa kwa wepesi zaidi. Lakini pia wepesi wenyewe unachachizwa na kutiwa chachandu na mabwana wakubwa ambao wana asrari nzito ambao hukaa mbele yetu, nasi wakao sisi kama kibla chetu. Kwa hakika wengi katika Waislamu kupitia mikusanyiko kama ile na dua kama zile wananufaika kwa mengi sana. Kwa kumalizia, wanaokosa labda kwenye majambo haya unawaambiaje sasa na saha zako? Niwaambie kwa wale ambao kwamba hawakujaliwa kuja, ama wengine wanajua lakini inawezekana masurufu kutoka maeneo mbalimbali wamekosa, shughuli kama hizi si za kukosa. Si hapa tu, hapa lakini pia Mambrui kule unapoenda kule, ziko siri nyingi na ziko faida nyingi sana ambazo kwamba usipofika huwezi kuzipata sehemu nyingine tofauti na sehemu kama hizi. Kwa hivyo kwa kupitia mazungumzo haya unanisikiliza huko live, jua kwamba bado hujachelewa, muda bado unaruhusu. Funga safari, njoo utawahi. Hata kama unatoka Mwanza muda huu bado utawahi, kwa sababu shughuli ni usiku wa leo na usiku wa kesho. Kwa hiyo bado muda ni mwafaka, usikubali kupitwa na khairi kama hizi. Nikushukuru. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Ni shekhe wa wilaya ya Ilemela akiwa amehitimisha hivyo, akiwa mengi tu ameweza kuyazungumza. Tumeona ni mjukuu wa almarhum Sheikh Ramadhan Musa Sungu kielimu kama mwenye ambavyo amezungumza, lakini lilo jema zaidi mengi ameweza kuzungumza na nasaha zake akiwa ametoa, hata wito ameutoa kwa wale ambao wanataka kuja kwenye mahafali ya 21 ya Madrasati Ali Badawi, hawajachelewa. Hata kama uko Mwanza, kama alivyosema hapa, hata kama uko Mwanza bado unawahi. Tuna usiku miwili, usiku wa leo na usiku wa kesho, yote majambo yanafanyika. Basi wewe ambaye uko mbali, Mwanza, Shinyanga, Tabora, Dar es Salaam, Tanga, unaweza kuja hapa. Tuungane na wana Masange kwa pamoja kuhakikisha kwamba mahafali ya 21 Madrasati Ali Badawi tunaungana kwa pamoja, tunamlilia Mwenyezi Mungu, tunamwambia Mwenyezi Mungu matatizo yako, tunamwambia Mwenyezi Mungu matatizo yetu, tunamwambia Mwenyezi Mungu matatizo ya kila mmoja. Basi tuungane kwa pamoja katika jambo hili. Nyuma ya kamera yuko Omari, msimamizi wa haya ni Abeid Ramadhan Mbonda, DO ni Jafari Chings, mimi ni ripota ngul Alhabib Sheikh Mungia, ninakujuza hatua kwa hatua kile ambacho kinaendelea. Mahafali ya 21 Madrasati Ali Badawi, kata ya Kondoa, kata ya Masange, wilaya ya Kondoa, jijini Dodoma. Karibuni sana.